changamoto mpya huibuka. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo leo hii nimekabidhiwa kuanzia ukurasa 53 mpaka ukurasa 65 umeeleza wazi juu ya jinsi ambavyo serikali inayokuja Chama cha Mapinduzi itakwenda kushughulikia changamoto hizo. Nataka nieleze kwa kifupi juu ya maeneo ya kimkakati au ya kimsingi ambayo ilani hii inakwenda kuangalia. Mosi, mambo ya msingi katika halmashauri yetu. Tunakwenda kukamilisha ujenzi wa kituo cha basi. Tunakwenda kukamilisha ujenzi wa vituo vya mabasi 4 katika kata zetu mbalimbali, na moja kata hiyo ambayo inakwenda kupatiwa kituo kikubwa cha basi ni kata ya Kiwangwa. Tunakwenda kujenga ujenzi wa hoteli ya kisasa nyota 4 na ambayo itakuwa ndani yake na ukumbi wa mikutano. Hii yote ikiwa ni kuwezesha halmashauri yetu iweze kupata kipato. Lakini tunakwenda kununua greda moja kwa ajili ya uchongaji wa barabara zetu vijijini na vitongojini. Tunakwenda kuweka taa za barabarani, na katika kipindi cha miaka 5 ijayo tumetenga taa 500 ambazo zitakwenda kuweka taa za barabarani katika kata ya Mbwewe, Kimange, Kibindu na Mandela. Lakini katika upande wa elimu tunakwenda kujenga madarasa mapya 440 katika shule za msingi na awali. Tunakwenda kujenga nyumba za walimu 73 katika shule za msingi. Tunakwenda kujenga vyoo 351 ambavyo vitatumika kwa ajili ya wanafunzi katika shule zitakazojengwa. Lakini tunakwenda kujenga shule mpya 12 za msingi katika maeneo ambayo yana changamoto hiyo. Na katika hili nataka niwakumbushe wenzangu wa Mkange, shule ya kwa Makuru na shule nyingine ya Mkange mjini inakuja. Kwa upande wa shule za sekondari tunakwenda kujenga mabweni 10 ya wasichana katika shule zote za sekondari ambazo zipo katika halmashauri yetu. Tunakwenda kujenga mabweni 12 ya wavulana katika shule zote za sekondari ndani ya halmashauri yetu. Tunakwenda kujenga maktaba ili vijana wetu sio tu waishie kusoma kwa kulemu, lakini pia waweze kwenda maktaba na kuresearch, kufanya ujuzi zaidi wa kimasomo. Tunakwenda kujenga mabwalo 9 katika shule mbalimbali za sekondari, lakini pia kumalizia mabwalo 4 katika shule za sekondari ikiwemo shule yetu ya Kikaro pale Miono. Tunakwenda kujenga madarasa 74 katika shule za sekondari ndani ya halmashauri yetu. Tunakwenda kujenga shule mpya 5 za sekondari katika halmashauri yetu. Tunakwenda kujenga majengo 6 ya tehama, kwa sababu elimu ya leo ni pamoja na ujuzi wa tehama. Chalinze sio kijiji, Chalinze ni sehemu ya maendeleo ya nchi yetu. Tunakwenda kujenga na kununua viti na meza 2000 kwa ajili ya wanafunzi wa shule za sekondari katika kipindi cha miaka 2 inayokuja. CCM oye! Lakini pamoja na hilo pia, wanachalinze wenzangu, tunakwenda kufanya ujenzi wa nyumba 65 za watumishi katika sekta ya afya. Tunakwenda kujenga zahanati mpya 21 katika vijiji vyetu, na kama mnavyojua katika vijiji hivi 21 ni pamoja na vijiji vipya vile ambavyo vilitangazwa mwaka 2019, vijiji 7 ambapo navyo vilikuwa bila zahanati na sasa vinaenda kupata zahanati. Tunakwenda kujenga vituo vya afya 5 katika kata zile ambazo hazina vituo vya afya. Lakini tunakwenda kujenga jengo la wagonjwa mahututi katika hospitali yetu ya wilaya. Tunakwenda kujenga ofisi za halmashauri 22 kwa ajili ya wananchi wetu. Lakini pamoja na hilo, tunakwenda kuongeza pia ofisi za watendaji kata 3 katika kata zile ambazo hazina ofisi hizo. Kwa upande wa maji, katika miaka 5 ijayo tunakwenda kumalizia kazi ya usambazaji wa maji katika mji wetu wa Chalinze na miji mingine ya halmashauri ya Chalinze kwa kufikisha 100% ya kupeleka maji katika maisha ya wananchi wetu. Tunakwenda kuongeza idadi ya upatikanaji wa maji mpaka kufikia kaya 300,000
kama ambavyo imeahidiwa. Tunakwenda kuongeza idadi ya miradi ya kurahisisha upatikanaji wa maji, ikiwemo ule mradi wa awamu ya 4 ya usambazaji ambao sasa malengo makubwa yanalenga kufikisha maji katika nyumba za watu na sio kwenye vioski kama ambavyo mmezoea. Ndugu mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi na ndugu wananchi, ninapokwenda kuhitimisha hotuba yangu hii, ninaomba mniruhusu niendelee kuwashukuru tena ninyi wanachalinze, kwanza kwa kuendelea kuniamini tena, lakini pili kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kunipitisha ili niwe mgombea katika uchaguzi huu. Kwangu mimi na wenzangu, hii ni imani kubwa, lakini imani hii tulioonyeshwa na Chama cha Mapinduzi, ninaomba sana niwasihi madiwani wangu, tuifanye imani hii na tuilipe imani hii kwa vitendo, na vitendo vinavyohitajika ni kumhakikishia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapata kula 100% ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini sio yeye tu, pia mbunge wa jimbo la Chalinze naye pia anachaguliwa kwa 100% ndani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya yetu ya Chalinze. Lakini sio yeye tu, wale madiwani wetu wote wale ambao wanasubiri kuthibitishwa na wananchi wapata 100%, na wale ambao wakwao wana uchaguzi basi nao washinde kwa 100% kabisa.